الله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. الحمد لله, sifa njema zote zinamstahikia Allah tabaraka wa taala kwa kuwa ametupa tawfik ya kukutana tena kwenye vikao vyetu ambavyo tumepangiana kukutana, na tunapokutana ndani yake tunakumbushana baadhi yanayohusiana na dini yetu. Namwomba Allah tabaraka wa taala al-Aliyyul Kabir ajalie vikao vyetu hivi iwe ni katika mambo mema atakayojaza mizani zetu siku ya Kiyama, amin. Sheikh Suleiman amenielekeza tukumbushane yanayohusiana na sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalo ni jambo maarufu, lakini kwa vile tumeamrishwa kukumbushana, basi biidhnillah wa bitawfiqihi wa bimashiatihi tutakumbushana yanayohusiana na sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maarufu amezaliwa katika mji wa Makka mwezi 12 funguo 6 mwaka wa Tembo, na kwenye mwaka huo aliyozaliwa Abraha alipeleka jeshi katika mji wa Makka kwa ajili ya kuvunja nyumba ya Allah tukufu Kaaba, na Allah tabaraka wa taala akamwangamiza yeye na jeshi lake kama alivyosema hayo kwenye suratul Fil. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hivi je, umeona Mola wako namna alivyowafanya watu wa tembo. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, hivi akulifanya jeshi lao lenye kudhalilika, lenye kuharibika. Warsal alaihim tayran ababil, akawapelekea juu yao ndege makundi kwa makundi. Tarmihim bihijaratin min sijil, wakiwarembea wa vijiwe vya motoni. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, tahamaki kila anayeguswa na kile kijiwe cha motoni huwa ni kama majani yaliyotafunwa ama yaliyomeng'enywa kisha akatemwa. Kwa mzaliwa kwenye huo mwaka wa tembo, na amezaliwa akiwa yatima amekufa baba yake miezi michache baada ya kuchukuliwa ujauzito Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema lam yajidika yatiman faawa, hivi je, atakukuta wewe ni yatima tukakupa makazi. Kwa Mtume Muhammad sallam amezaliwa akiwa yatima. Baada ya kuzaliwa akalelewa na Halima Saadia na akanyonyeshwa katika kabila la Bani Saad. Alipotimia miaka miwili, Halima Saadia akamrudisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mama yake Makka, na alipofika Halima Saadia alimuomba tena mama yake na wazazi wake ama wazee wake Mtume Muhammad sallam aendelee kubaki naye katika lile kabila la Bani Saad kwa yale aliyoyaona ama kwa yale aliyobarikiwa nayo wakati akimnyonyesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa vile pia kipindi alichomrudisha pale Makka kulikuwa na maradhi, kwa hiyo akapenda kuendelea kubaki naye, na fi'lan akaruhusiwa akaendelea kubaki naye, na alimlea mpaka kafika kipindi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anacheza na watoto wenzake kama ilivyokuwa kaida ya watoto kucheza. Kwa alipokuwa anacheza na baadhi ya watoto wenziwe, ndipo alipokuja Jibril akamkamata na akampasua kifua chake na akatoa moyo wake, kisha akaukosha katika chombo cha dhahabu kwa maji ya Zamzam, na akatoa pande la damu kwenye ule moyo akakitupa, akasema hili ni fungu la shaitani liliko ndani yako, kisha akamrudisha kama alivyokuwa. Wakati hilo linafanyika,
wale watoto wenziwe walikuwa wanaona, wakapeleka taarifa hizo kwa Halimatu Saadia, naye akapata hofu asije akasibiwa na baya mtoto wa Quraish, wakamrudisha na akamhadithia mama yake yale yaliyoshuhudiwa na watoto, na mama yake wala hakuogopa wala hakutishika, akasema mimi niliona nur inaangaza maeneo ya Sham wakati namzaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa akaendelea kuishi naye, na alipofika miaka 6 maskini na mama yake naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafariki wakati wanatoka Madina kutembelea wajomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofika maeneo anaitwa Abawa, ndio mama yake naye alifariki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akarudi Makka akiwa hana baba wala mama, kwa akalelewa na babu yake Abdul Muttalib, naye alimlea kwa malezi mazuri ya mapenzi kuliko hata watoto wake mwenyewe. Na alipofika miaka 8 naye pia akafariki, akachukuliwa na ammi yake Abdul Muttalib, naye pia akamlea kwa uzuri, akamfadhilisha hata mbele ya watoto wake wengine. Mtume Muhammad sallam akakuwa katika nyumba ya ammi yake mpaka alipofikia umri akawa anachunga wanyama, mbuzi na kondoo kwa mji ule wa Makka. Na yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallam anasema hakuna mtume yoyote ila aliwahi kuchunga wanyama. Walikuwa anachunga mbuzi na anachunga vile vile kondoo. Na yasemwa pia miongoni mwa hikma ya kwamba mitume yote imewahi kuchunga mbuzi na kondoo ni kutokana na yale maandalizi wanayotakiwa kuandaliwa nayo, kwa sababu hawa ni wanyama wenye sifa tofauti, kama vile ambavyo wanadamu nao wana sifa tofauti. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya biashara. Alipofikia umri wa miaka 25 akamuoa Ummu Mu'minin Khadija, na akaruzukiwa akaruzukiwa mtoto anaitwa Qasim, na kwa jina hilo ndio akapewa laqab ya Abul Qasim, na akazaa watoto wengine 6 kutoka kwa Bi Khadija radhiallahu anha, na wote aliwazaa kabla ya kupewa utume. Na mtoto wake mwingine Ibrahim alimzaa taban baada ya kuwa ameshapewa utume. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaishi katika mji wa Makka mpaka alipokaribia miaka 40. Alipendezeshewa na Mola wake mlezi kujitenga na watu, ikawa na kaida ya kujitenga kutoka kwenye mji wa Makka kwenda kwenye Ghar Hira, akikaa huko muda mwingine mwezi mzima, akijitenga, akitafakar kuhusiana na maumbili Allah tabaraka wa taala, na namna gani yale yaliyokithiri katika kaumu yake katika maovu na ufisadi yataondokaje. Mpaka moja kati ya siku, wakati amekaa peke yake katika Ghar Hira, ndipo alipoteremkiwa na Jibril alayhi salam, akamkamata na kumkunja, na alipomwachia akamwambia Iqra. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ulimi wa kweli na moyo wa kweli akajibu kwa kusema ma ana biqari, mimi sikuwa ni mwenye kusoma. Akamkamata tena, na Mtume sallam anahadithia mwenyewe kwamba alipokamatwa na Jibril mpaka akahisi dhiki kwa alivyotikiswa na kuachiwa tena mara ya pili, akaulizwa, akaambishwa soma, pia alijibu hivyo hivyo kwa ulimi wa kweli na moyo wa kweli kwamba mimi sikuwa mwenye kusoma. Akamkamata tena kwa mara ya 3 mpaka akahisi dhiki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alipoulizwa tena ama alipoambiwa tena soma, pia alijibu vile vile kwa ulimi wa kweli na moyo wa kweli kwamba mimi sikuwa mwenye kusoma. Ndipo Jibril akamsomea aya 5 katika suratul Alaq, na ikawa ndiyo mwanzo wa kuteremka wahi katika
kifua cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam, soma kwa jina la Mola wako mlezi ambaye ameumba mwanadamu kutokana na khalaqa al-insana min alaq, ameumba mwanadamu kutokana na pande la damu. Iqra wa rabbuka al-akram, soma na Mola wako ni mkarimu kuliko wote, ambaye amemfundisha mwanadamu kutumia kalamu, amemfundisha mwanadamu yale yasiyoyajua. Ikawa ndio mwanzo wa kuteremka wahi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata hofu. Baada ya hapo akarudi kwa Khadija ummul mu'minin, naye akampa maneno mazuri ya kumliwaza, na ndipo ilipoanza safari ya kuwalingania watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwalingania watu kwa siri, na ilikuwa ni dini inayoonekana mpya katika mji wa Makka, kwa vile watu walikuwa wamezama katika ushirikina na walizama katika ufisadi. Mwenye nguvu ndiye aliyekuwa na mdhulumu na kumdhoofisha aliye dhaifu, wa hakadha wanawake hawakuwa wanapewa hadhi wala heshima yoyote. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza da'wa kwa watu wake wa karibu, na walioanza kumwamini ni watu wa nyumbani kwake, Khadija ummul mu'minin, Zaid ibn Harith na Ali bin Abi Talib, kisha na rafiki wa karibu mkweli Abu Bakar Siddiq naye alifuata, na baada ya hapo wakaanza da'wa yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahibi yake Abu Bakar katika kuwalingania watu kuja katika dini na kumpokesha Allah tabaraka wa taala. Na miaka ikapita na watu wachache ndio waliokuwa wakislimu na dhaifu miongoni mwao, na hata Umar ambaye katika wale khulafa wanne walioslimu yeye ndiye alichelewa kuslimu, kimlinganisha na Abu Bakar ambaye ameslimu siku ya mwanzo, na Uthman ambaye ameslimu chini ya mikono ya Abu Bakar, na Ali. Umar yeye radhiallahu anhu alislimu baada ya miaka 6 ya utume kupita, ndio alikuja kuslimu, na hata huo muda kati ya naslimu waliomuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni watu 40 pekee, kuonesha kwamba dini imeanza na watu wachache, watu dhaifu, mpaka Allah tabaraka wa taala alipokuja kuitia nguvu na kuidhihirisha dini yake. Kwa Mtume Muhammad sallam aliwalingania watu, na wale ambao walikuwa wakimwamini walipata maudhi na madhila na mateso, mpaka Mtume Muhammad sallam aliwaambia wahame kuelekea mji wa Habash. Huko kuna mfalme ambaye hadhulumiwi yoyote mbele yake, na taban walihama sahaba takriban 83 kama vitabu vya sira vinavyotuambia, na wale ambao walikuwa watu wao wanaweza kuwahami waliendelea kubaki katika mji wa Makka. Mtume Muhammad sallam aliendelea kuwalingania watu katika mji wa Madina mpaka pale alipopewa idhni na Mola wake mlezi kuhama katika mji wa Makka kuelekea katika mji wa Madina, na huko pia ndiko kuliko wasisiwa daula ya hii dini, na Allah tabaraka wa taala akadhihirisha dini yake katika bara Arabu, katika kila pembe ya dunia. Kwa leo hapa kwetu ni mwezi 30 Safar, na baadhi ya miji tayari imeshaingia mwezi mosi Rabiul Awwal, mfunguo 6, mwezi ambao unasherehekewa sana ndani yake mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwenye haya masiku watu wanakusanyika katika maeneo mbalimbali hapa kwetu Tanzania na kwenye maeneo mengine ya dunia, wakikumbushana sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yale yanayofungamana naye katika miujiza yake na da'wa yake na ulinganizi wake, na kukithirisha kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na
Tumeonelea bora pia kumbushane kuhusiana na fadhila za kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio kiumbe bora kuliko viumbe wote aliyowaumba Allah tabaraka wa taala, na ndiye mwenye nasab tukufu kuliko nasab zote. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe wakati yuko Madina alisema katika hadithi aliyopokea Imam Muslim katika sahihi yake, nasema inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath inni la a'rifuhu al'an, hakika mimi nalijua jiwe lililoko Makka, hilo jiwe lilikuwa linanisalimia kabla sijapewa utume. Kisha akasema inni la a'rifuhu al'an, kwamba mimi nalijua mpaka sasa hivi, wakati hiyo kauli anaisema ikiwa Madina. Na kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni amri aliyoamrisha Allah tabaraka wa taala kwa waumini. Katika aya ndani yake alitaja khabar kuhusiana na yeye mwenyewe pale aliposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, hakika ya Allah tabaraka wa taala na malaika wake wanamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni khabar ambao anawapa waumini, kisha ndio akaamrisha kwa kusema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, enyi mlioamini basi msalimieni, mtoleeni salamu na swala kwa wingi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni amri aliyotuamrisha Allah tabaraka wa taala, amri ambayo ameanza kuitekeleza yeye mwenyewe. Na Allah tabaraka wa taala kumswalia Mtume Muhammad sallallahu maanaha ni kule kumshushia yeye rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na namna ambayo malaika wanamswalia Mtume Muhammad sallam ni wao kumuombea rehma na amani kwa Allah tabaraka wa taala, na namna ambayo sisi tumeamrishwa vile vile ni kumuombea Allah tabaraka wa taala, kumuombea Mtume Muhammad sallam kwa Allah tabaraka wa taala rehma na amani. Na kumswalia Mtume Muhammad sallam kuna swigha nyingi, swigha yoyote ambayo itawafik aya ilivyotaja kwamba ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim, wote ambaye atasema Allahumma salli wa sallim, basi tayari ameshafit kwenye hiyo amri tuliyoamrishwa. Lakini swigha iliyokuwa bora zaidi ni ile swigha ya Ibrahimia, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hiyo ndio swigha iliyokuwa bora zaidi, na alipoulizwa Mtume Muhammad sallam namna ya kumsalia na kumsalimia, aliyoelekeza masahaba na nyuma yao umma mzima namna nzuri ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na unapomswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unamwombea dua ambayo kamwe dua hiyo haikataliwa, yani miongoni mwa dua ambazo zajibiwa always ni dua ya kumswalia Mtume Muhammad sallam. Naposema Allahumma salli ala Muhammadin, ewe Mola mshushie rehma Mtume Muhammad sallam, hiyo ni dua ambayo always inakubaliwa na Allah tabaraka wa taala kwa anayemsalia Mtume Muhammad sallam, kisha katikati yake akapenyeza na yeye dua zake, kisha katikati ya dua zake akamswalia tena Mtume Muhammad sallam, yasema kwamba huyo mtu huwa yupo karibu zaidi kujibiwa dua yake, kwa sababu amepenyeza dua yake katikati ya dua ambazo always Allah tabaraka wa taala dua hizo huzikubali. Kwa kumsalia Mtume Muhammad sallam ni dua ambayo Allah tabaraka wa taala siku zote dua hiyo huikubali, na anayemswalia Mtume Muhammad sallam mara moja Allah tabaraka wa taala anayemshushia rehma mara 10. Amesema hayo mwenyewe Mtume Muhammad sallam kwamba anayeniswalia mimi mara moja, basi Allah tabaraka wa taala na yeye humshushia rehma kwa hiyo swala yake moja mara 10. Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha 10. Na katika hadithi nyingine Mtume Muhammad sallam ambaye amesema imejiliwa na Jibril akamwambia kwamba anayemswalia yeye mara moja
basi Allah naye humshushia rehma mara 10 na humpandisha daraja 10 na humfutia madhambi. Na hizi ni katika baadhi ya faida ambazo mtu anapata pale anapomswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na faida ziko nyingi, miongoni mwa hizo ni mtu kusamehewa madhambi yake na kuondoshewa magumu na dhiki yake kwa kukithirisha kwa kukithirisha kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watakaokuwa watu bora kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama ni wale wanaokithirisha kumswalia. Amesema hayo mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aula nnasi bi yawm alqiyama aktharuhum alayya salah, watu waliokuwa bora kwangu mimi siku ya Kiyama ni wale wanaokithirisha kuniswalia mimi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameamrisha yeye pia na amehimiza na kushajihisha watu kukithirisha kumswalia. Katika hadithi nyingine Mtume Muhammad sallallahu anasema, yoyote anayeniswalia mimi basi malaika nao humuombea rehma kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyuqallil dhalik au liyakthir, basi na fanye machache, afanye uchache mtu kumswalia yeye. Falyuqallil dhalika alabd au liyukthir, afanye uchache mja apendavyo kuniswalia au akithirishe. Kwa maana atakapofanya uchache, ndio kwa uchache huo huo naye atatakiwa rehma na malaika, na atakayekithirisha kwa kukithirisha kwake huko huko ndiko utakaopelekea nao malaika wakithirishe kumwombea rehma. Na taban wanaoombewa rehma na malaika hao huwa wapo karibu zaidi kujibiwa. Na anayekithirisha kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo pia huwa ameingia katika kundi la wale watakaopata uombezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaum alqiyama. Mtume Muhammad anasema yeye ni wa mwanzo atakayepewa idhni kuwaombea watu siku ya Kiyama, na yeye ndiye wa mwanzo ambaye utakubaliwa uombezi wake. Kwa yule anayekithirisha kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi naye huingia kwenye listi ya wale watakaoombewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaum alqiyama, uombezi ambao Allah tabaraka wa taala hukubali. Kwa hiyo kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatakiwa iwe ni uradi ambao kila mtu atakiwa awe nao kila siku. Unapofikia events maalum, taban yafaa kukithirishwa, lakini ni uradi ambao kila muumini atakiwa ajiwekee utaratibu wa kuutekeleza kila siku, kila asubuhi, kila mchana, kila jioni. Na yule ambaye atakuwa walau anakosa wasaa, basi asikose wasaa kumswalia Mtume sallam kila na baada ya kuswali salatul faraidh. Na Mtume Muhammad sallam ameamrisha watu wakithirishe kumswalia yeye yaum aljumaa, kwa sababu hiyo siku Mtume Muhammad sallam pia anasema swala zadhihirishwa kwake. Kwa kumswalia Mtume Muhammad sallam ni amri inayofaa kutekelezwa kila siku, na bitakhsis ikithirishwe kila siku ya Ijumaa, kwa sababu ndivyo ambavyo Mtume Muhammad sallam naye ameelekeza kwamba kithirisheni zaidi kuniswalia mimi yaumul jumua. Kwa hiyo kumswalia Mtume Muhammad sallam ni amri na ina faida nyingi, na tumehimizwa sisi kumswalia Mtume Muhammad sallam, na inapofika occasions ama vipindi kama hivi ambavyo watu wengi ukithirisha kumswalia Mtume Muhammad sallam na kukutana kukumbushana sira, miujizat na mafundisho na makatazo Mtume Muhammad sallam, basi kukithirisha pia kutakiwa zaidi. Lakini lile ambalo watu wameghafilika nalo pia ni kuacha kumswalia Mtume Muhammad sallam kila siku, au kukosa uradi wa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila siku ama kila asubuhi na jioni. Naomba nifikie hapo. Wasallallahu Allah mahtadfa min nafsi astaghfirullah li wa lakum. Sheikh Suleiman. Alhamdulillah rabbil alamin.
Shukran sana Sheikh Saidi, nadhani natosha. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.